Waraka wa pili wa Korinto ile sura ya 12 mstari wa 2 hata ule wa 4. Waraka wa pili wa Korinto sura ya 12 mstari wa 2 hata ule wa 4. Maandiko yanasema, namjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya 3. Nami namjua mtu huyo, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Mstari wa 4, ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi, akasikia maneno yasiyotamkika, ambayo haijuzu mwanadamu ayanene. Tuombe. Jina lako litukuzwe Jehova, kwa ajili ya masaa haya ya jua kupunga. Asante kwa kuwa umejihudhurisha katikati yetu. Umeanza nasi toka siku ya majuzi ya maombolezo, na hivi sasa Bwana tunausindikiza mwili wa ndugu yetu, tunaulaza kama ulivyotuagiza. Katika jina la Yesu tuhudumie kwa dakika hizi chache. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika mbingu ambazo Mtume Paulo anazungumza kwenye kitabu cha waraka wa pili wa Korinto sura ya 12 mstari ule wa 2 mpaka ule wa 4, anasema, nalimuona mtu yapata ni miaka 14 iliyopita alipokuwa naona, lakini anasema sijui kama alikuwa katika mwili, sijui kama alikuwa rohoni, Mungu anajua. Tunaweza tukawa tunamuona mtoto wetu hapa sasa, hatujui kwamba huko alikokaa hivi sasa anatutazamaje. Paulo anasema nalimuona mtu akishuka, sijui kama alikuwa katika mwili ama rohoni, lakini Mungu anajua. Yapasa miaka 14. Na huyu mtumishi anatuambia alimuona akipaa mpaka mbingu ya 3. Ziko mbingu za aina 3. Mbingu ya kwanza tunaita atmospheric heaven, yaani mbingu inayoonekana, mbingu ambayo hata hivi sasa unatazama. Ukinyosha mkono unasema nimeunyosha mkono mbinguni. Hiyo inaitwa ni mbingu inayoonekana, atmospheric heaven. Lakini kuna mbingu ya pili inaitwa planet au mbingu ya sayari, mbingu ya nyota. Hiyo ni mbingu na yenyewe. Lakini mbingu ya 3 ni mbingu ya Mungu, inaitwa God's heaven, mbingu ya Mungu mwenyewe. Sasa Paulo anasema nalimuona mtu akipaa hata mbingu ya 3. Maana yake ni mbingu ambayo Mungu mwenyewe ameketi, Mungu mwenyewe amekaa, Mungu mwenyewe anamsubiria aliyepaa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikiliza, hapa duniani watu wanafikiri wanamiliki nyumba, wanafikiri wanamiliki magari, watu wanafikiri wanamiliki viwanja. Hakuna anayemiliki magari wala majumba ya kifahari wala chochote ulicho nacho hukimiliki. Tunamiliki vitu vitatu. Kitu cha kwanza, unamiliki historia. Historia ni ya kwako. Ukifa utaondoka peke yako. Ukifa hatutakuona tena. Huyu bwana mdogo Benjamin ameondoka, sura yake hata kama walikuwepo mapacha hatutamuona tena. Yuko peke yake, akisoma ana degree 1, ana certificate yoyote, akisoma ataondoka na historia yake. Hakuna anayeweza kuchukua historia yake. Hata watoto hawa wamesema mengi vile walivyokuwa naishi naye, lakini yule mtoto alikuwa peke yake na hakuna atakayechukua nafasi yake, maana alikuja peke yake. Mungu anamjua peke yake, vile alivyokuwa na mwabudu peke yake. Historia tunamiliki. Jambo la pili tunalolimiliki ni imani. Imani, kila mtu, kwa Kiingereza kuna kitu kinaitwa faith, kuna kitu kinaitwa belief.
Faith ni imani ya mtu mmoja. Belief ni imani ya jumla, kwamba sisi tuko perfect. Tuko wapi? Sijui sisi Waluteri, sijui nani. Hiyo ni imani ya jumla, inaitwa belief. Lakini imani ninayozungumza hapa tunayoimiliki ni imani ya faith. Iko peke yako. Ukifa utaondoka peke yako. Kama ulikuwa mchawi utaondoka na imani yako ya uchawi peke yako. Kama ulikuwa mstaarabu watakusema peke yako. Imani ya wewe na Mungu wako. Mungu ndiye anayejua mambo yako. Unaweza ukawa askofu, unaweza ukawa mchungaji, unaweza ukawa mwimbaji mzuri, unaweza ukatabiri vizuri sana, lakini Mungu peke yake ndiye anayejua imani yako ya kuwa imesimama. Uko na Mungu kweli au umepotea? Tuko hapa mahali, tumesikia neno pale mahali nyumbani, na hapa tunaendelea. Je, imani yako imekaeje? Ukiondoka leo utaondoka peke yako au kuna wengine wataachwa kwenye mitala? Tutaona kama una mke mmoja kumbe una wake wengi ila hujawatangaza. Tutaona una mume mmoja kumbe una waume wengi hujawatangaza. Sikiliza mpendo wa Mungu, imani ni ya kwako peke yako na Mungu wako. Hiyo tunaimiliki. Hakuna anayekubebea imani. Kama ilivyo kwenye historia, hakuna anayekubebea vyeti vyako. Ukifa na vyeti vimekufa. Jambo la tatu tunalolimiliki ni mwili. Sio magari, ni mwili. Mwili ulio nao ni wa kwako peke yako. Mtu mmoja, wachungaji waliamua kwenda kufanya mkutano wa injili mahali. Walipokuwa wamejipanga kwenda kufanya mkutano wa injili mahali, wakasemezana wale wachungaji, twende tufanye maombi ya mkesha na maombi ya mfungo kwa siku 7 ambao ni wiki moja. Wakakubaliana tutakuwa tunakula jioni tu, twende kwa siku 7. Wakafunga, wakaingia kwenye chumba chao kwa siku 7. Kule mahali ikiwa imefika siku ya 5, mmoja akatokewa na Mungu wake, akaona maono, akasema jamani, tunaomba ni sawa, tumefunga ni sawa, tunafanya kila kitu ni sawa, lakini mbona kuna kitu kinanisukuma huko ndani. Ninatamani niwashirikishe ya kwamba pamoja na mfungo, pamoja na maombi yetu, lakini tuwe na jambo moja kubwa. Wakasema wakamsikiliza. Akasema hilo jambo ni la msingi sana. Wakasema sawa baba, sema unataka tufanye nini? Asa jamani, naona Mungu amenisemesha hapa. Pamoja na kwa tuna maombi ya pamoja, kila mtu aseme dhambi inayomsumbua. Aseme kwa uwazi. Tukiwa kwenye maombi tuwe tunakemea na hiyo dhambi, nako kapepo kanaka kutesa. Wachungaji wakakubaliana wote, wachungaji 3, sawa. Mchungaji wa kwanza akasema mimi dhambi inayonisumbua ni sadaka Mwambungu. Sadaka, wakitoa waumini sadaka Jumapili, kwanza nalazimisha mashemasi na waumini wote wafumbe macho. Sitaki hata mmoja awe anatazama. Lazima nikwapue kidogo niweke mfukoni. Na ndio unaona navaa suti kubwa kubwa na mifuko mikubwa mikubwa, ili angalau sadaka niwe nazipata, sio nasubiria kile walichokigawa kanisani. Sadaka ndio inakusumbua? Ndio. Wakaliandika, jamani, ombi kwa mwenzetu, sadaka, pesa zinamtesa. Akaja wa pili, mwenzangu, wewe tatizo ni lipi hasa linalokusumbua? Akasema mimi ni tubinti, na hasa tubinti tuimbaji tule. Tuimbaji na kule kanisani wanapigaga na mapigo namna hii. Yaani nikiona kale kabinti kana kingine kamekuja kameshika fimbo kanapiga mapigo, na changanyikiwa mimi. Kwa hiyo binti yule
tembea na akaanza kuwataja wote alio nao kanisani. Yule kondoo nimemla, yule kondoo nimemla, wote akaanza kutaja, maana anajua wako kwenye chumba cha kutaja matatizo yao. Akaja huyu watatu akasema, mimi huko kote siko kwenye hizo dhambi za kuiba sadaka na kuiba tubinti, mimi siko. Kinachonisumbua mimi ni umbea. Yaani hata haya mlioyasema natamani niwaambie watu kwanza, ndio moyo upumue. Hivi sasa moyo hauna amani mpaka nitakapowaeleza wengine. Naomba hata kama mlisema tufunge simu, naomba tuache simu, nimpigie tu mke wangu na wengine wawili niwaambie matatizo ya wachungaji. Wamekaa pale wakafedheka wachungaji wengine, wakakosa amani, wakaanza kulia. Inakuaje? Usiseme. Wakaanza kumbembeleza. Tafadhali, nitamwambia tena yule binti, yule baba yake ni rafiki yangu mkubwa sana, nitamwambia kabisa unavyofanya. Kumbe wewe ndio unayotuchafulia kanisa. Mimi umbea unanitesa. Hebu mwangalie jirani yako, mwambie kadhambi gani kana kusumbua mpendwa. Haleluya! Maana umbea ni kusema kitu mahali ambapo sio penyewe. Hasa wengine wako makanisani ni tumbea. Utafikiri tumebeba redio iko tumboni. Kila unajua kama anajua, kwa nini unamwambia? Kama anajua simwache. Kila mahali wengine wameharibu makanisa, na wengine inawezekana ni wachungaji, wengine inawezekana ni watumishi wa Mungu, waimbaji wazuri, lakini umbea unawatesa. Na wengine ni tubinti. Unafikiri leo kwa nini huyu kaacha kusali? Kumbe wameachana. Kwa akaona sasa sina haja ya kusali kwa huyo baba, niachane naye. Sikiliza mpendwa wa Mungu, msiba wa kijana wetu Benjamin utukumbushe ya kuwa tunapita, ya kuwa hapa mahali si sehemu tutakaoishi milele. Tunapita, elimu zinapita, chochote ulicho nacho kinapita, lakini historia yako itadumu. Je, umeacha legacy gani hapa duniani? Ukifa leo, kipi umeacha? Leo nilikuwa nawasikia watu fulani wanasema kijana mdogo, lakini watu wengi sana, wengi kwa sababu aliishi kwa imani. Baba yake anaishi kwa imani, mama yake anaishi kwa imani, yupo kwa Yesu. Kwa nini na wewe na mimi Jeremiah usije ukashangilia siku moja ndugu zako wafurahie kwamba kweli mwenzetu ameondoka kwa amani? Haleluya. Tumtafute Kristo, tumtafute Yesu. Popote tunapokaa tumwangalie Yesu, yeye aonaye sirini. Unaweza usiwaambie hao ulio nao, lakini Yesu anajua dhambi yako. Inawezekana ukawaambia, watawaambia na wengine. Usiwaambie watu habari zako, maana watawaambia na wengine. Usiseme huyu ni rafiki yangu wa karibu, anaweza akakusaliti, atawaambia na wengine. Hebu tumwambie Yesu shida zetu, tumwambie Yesu matatizo yetu, tumwambie Yesu kila linalotusibu, ili yeye awe mfariji wa kweli. Unajua, baada ya siku 2-3 sisi hatutaonekana kabisa kwa Bishop Soloko, lakini wale waliopo mioyo yao waliomzaa wataendelea kuumia tu na wataendelea kumkumbuka tu, hawatomsahau. Labda kama hujawahi fiwa, nimalizie kidogo. Unajua Yesu alilia mara 3. Mara ya kwanza alilia alipoenda msibani kwa Lazaro, lakini mara ya pili amelia akiwa anaenda Jerusalem, halafu mara ya 3 amelia msalabani Getsemani. Sasa sikiliza, hata msibani hapa kuna watu wengine wanalia, sio kwa sababu yoyote nyingine. Wako watu wa aina 3. Wengine wanalia kwa sababu aliyekufa wanamfahamu, wengine wanalia kwa sababu waliofiwa wanawafahamu, wengine wanalia kwa sababu imewagusa. Haleluya. Lakini usishangae mwingine analia sana
kumbe anakumbuka msiba wa baba yake aliyokufa mwaka 2020. Kwa unaweza ukafikiri analia sana, twalimenye, kumbe hata hamjui anakumbuka msiba wa mama yake. Kwa wengine wanalia, tunaweza tukafikiri tunafariji kwa kulia, kumbe wengine wanalia kwa kukumbuka matatizo yao, vikoba, wana madeni. Akija hapa ndio amefunga simu, amekuja na simu iko wazi, niko msibani, si unasikia kelele, kumbe vikoba. Unaweza ukadhani analia lakini Mungu aonaye sirini anajua ya kuwa huyu mwanangu nitamfariji kwa kiwango gani, huyu mwanangu nitamsaidia kwa kiwango gani, huyu mwanangu nitamuinua kwa kiwango gani. Hebu tumwambie Yesu tu inatosha. Na masaa haya tunapomsindikiza mtoto wetu mdogo wetu, baba yetu mdogo na ndugu yetu wa karibu, tunapokumbuka haya tujue ya kuwa sisi sote ipo siku tutalala. Bwana Yesu na awabariki sana. Amen.